Anauliza kwa nini kuwe na Wakorinto wa kwanza na alafu wa pili na Wathesalonike wa kwanza na Wathesalonike wa pili, kuna Timotheo wa kwanza, Timotheo wa pili, na hata vitabu vya Wafalme, Mambo ya Nyakati, Makabayo na kadhalika. Vitabu hivi havikuandikwa wakati mmoja au kwa mfululizo. Hata hizi barua za Paulo hazikuandikwa wakati mmoja au kwa mfululizo moja niandike volume 2. No. Vitabu hivi au barua hizi zimeandikwa kwa nyakati tofauti na zimeandikwa kutokana na mambo ya kichungaji. Paulo alikuwa, ukiangalia kwa mfano Korinto, alikuwa anajibu maswali na kuwaelekeza watu kutokana na challenges. What is that? Kutokana na challenges zilizoonekana katika uchungaji wake. Challenge ni nini? Changamoto. Thank you very much. Changamoto zilizojitokeza wakati akiwa mwanzilishi wa kanisa husika na matatizo yaliyokabili watu, na yeye sasa kama baba ana mama wa kanisa hilo aliwajibika kufuatilia ukuaji wa kanisa hilo, na akawa najibu matatizo yao, wasaidia kutafuta solutions. Na kwa hiyo Wakorinto ina vipengele mbalimbali. Mara nyingine waligombana, ni nani mkubwa, ni nani sisi ni wafuasi wa nani. Paulo anawajibu. Wanagombana ni sisi hivi tukiwa Wakristo kama tulivyo inabidi tushike ndoa tena, na hao ndio mwisho wa ndoa. Paulo anawajibu. Wanaendelea maswali mengine, sasa tupelekane mahakamani. Paulo anawajibu. Kuna Mkristo kupelekana mahakamani ni aibu? Anawajibu. Haya, watu wamebaguana kwenye kuadhimisha Ekaristi, yani breaking of the bread. Anawajibu. Kwa hiyo kuna katika barua ile wengine walijidai kwamba sisi tuna Roho Mtakatifu, wengine hawana, ile sura ya 12. Wengine walisema Ekaristi sio mwili wa kweli wa Yesu, the real presence of Christ. Paulo anawaambia mkila ile hostia mmekula Kristo, mkinywa damu mmekunywa Kristo, na ni mwiko kubaguana. Haya na wajibu kila kipengele. Wakina mama waliokuwa napiga kelele wakati wa sala na kuwasema waume zao waziwazi mbele ya jumuiya ya sala, the praying assembly, wakina mama walikuwa nakuja wasema mume wangu ni mlevi sana bwana, akatatu huyo jana hakulala nyumbani. Vitu hivyo amewakataza. Kwa hiyo Paulo ndio maana nasikia anakuwa sometimes very harsh. Anasema wakina mama mfunge mdomo wenu hapo, mkaulizia maswali kule nyumbani. It has context. We have to study instead of just condemning Paul or even passing a judgment. Unasema Paulo alikuwa ni anachukia wanawake. It's not true. Haiwezekani, kwa sababu alikuwa na wakina mama wanafuatana naye everywhere, na aliwapenda sana, na anawaita hata mmoja anamwita mtume. Kwa hiyo Paulo hakuwa anti women. Hapana. Kwa hiyo ndio hiyo. Barua ya pili anakaa kwanza, akaenda kule Tesalonike huko, akatembea akaja mpaka Efeso. Kule Efeso akasikia kule wajamaa wameleta fujo kule. Kuna watu wanajiita mitume wa kweli, wamekupinga. Sasa hiyo barua ya pili kwa Korinto inajibu maswali mengine, ingawa ni watu wale, lakini anashughulikia tena problem iliyokuja, changamoto iliyokuja kule wa Korinto hiyo. Kwa hiyo ndio inaitwa ya pili ya Korinto. Kwa hiyo unakuta anajibu wale waliokwenda wakasema Paulo kwanza yule sio mtume, wanaitwa Judaizers hao, ambao alisema Paulo si mtume. Mtume gani? Hakumuona Yesu. Sisi ndio tumetumwa na mitume wenyewe wako Yerusalemu. These Judaizers came from Jerusalem, wakasema Paulo hakuna kitu.
na anachofundisha sio sahihi, lazima mtahiriwe kwanza ili muokoke. You see those kind of things. Ili mprovoke Paulo. Unawaambia wao Wakanani na Wafilisti na watu hao ambao tunaita Gentiles, Wagiriki, wakatahiriwe wawe Wayahudi alafu ndio wawe Wakristo. No, imani yao inatosha. Wao wametahiriwa kiimani, kirundani ya roho yao. Kwa hiyo hahitaji external show of physical circumcision. Hiyo, na anajibu maswali tofauti na wakati tofauti. Hayo yalikuja baada ya kuwapelekea ile barua ya kwanza. Akasikia problem kwanza alimtuma Tito huko. Tito, nenda huko Korinto, hebu uliza wanaendeleaje. Ndio Tito anasema kule kumezuka balaa. Watu wanakutukana. Tena wakasema wewe umekataa kwenda kuwaona kwa sababu ni ya uoga, wangekuumbua. Yesu wamesema. Wao wana watu kama Apollo, intellectual. Wametoka Alexandria wanaongea Paulo imeumumiza. Ndio barua ya pili ya Korinto ndio akaandika sehemu ya pili kuanzia sura ya 10 mpaka 13. Ameandika maneno makali. Anawaita dogs. Anamita mimi nimesulubiwa pamoja na Kristo. I have suffered storolio Pauline. Manake mimi nimeteswa mateso ya Kristo. Katika mwili wangu nimebeba madonda yake. Analia. Paulo was crying. Now you deny your mother and your father. Mnafikiri kwamba mimi nimewaogopa nyinyi? Na waambia nikija huko mtaona cha mtema kuni. Ali strengthen. It was very harsh. Section 2. Barua hiyo ya Wakorintho wa pili wanasema ni barua mbili zilizounganishwa. Kwa hiyo alafu na barua zingine hivyo. Alikuwa anajibu maswali yanayotokana na wakati fulani na mahitaji fulani, changamoto fulani. Na katika vitabu hivi anasema Wafalme havikuandikwa kama tunavyofikiri sisi. Wafalme vingine vimegawanywa katika Septuaginta, Biblia ya Kigiriki. Vitabu vya Wafalme viko viwili tu. Yaani manake kuanzia, naomba muelewe, kuanzia Samueli wa kwanza mpaka kitabu cha pili cha Wafalme ni vitabu viwili pamoja viwili. Katika Septuaginta ni Biblia ya Kigiriki. Vitabu vya Samueli inaitwa the first king. Yaani kitabu cha kwanza cha Wafalme ni Samueli wa kwanza na wa pili. Kwa hiyo usiende kwenye kitabu cha Biblia ya Kigiriki ukatafute Samueli wa kwanza. Hakuna Samueli kule. Ni first king. First king ni vitabu viwili, ile vitabu viwili vya Samueli. Alafu second king ni vitabu viwili vya Wafalme katika Biblia ya Kiebrania. Mmenielewa? Sasa kwa hiyo ni mipangilio ya vitabu hivyo. Ni mpangilio. Na walitaka kusema kwamba watu waliotunga Septuaginta, walioweka pamoja, waliona yote ni vitabu vya historia. You understand? Ni vitabu vya historia vinavyoeleza. Utaeleza kwa mfano kitabu cha kwanza cha pili cha Samueli kinaeleza mambo ya Daudi. Lakini Daudi anaendelea na kitabu cha kwanza cha Wafalme mpaka alipokufa pale. Kifo chake kinakuja kuelezwa katika kitabu cha kwanza cha Wafalme. Sasa una maana gani? Kwa nini separate? So for them they combined both. They call first Kings ni ile first and second Samuel. Second Kings is first king and second king. Ndio inakuwa second king pamoja. Kwa hiyo hata Zaburi zimebadilishwa, sio? Nilieleza hapo. Nyingine zilikuwa fupi mno wakaunganisha, nyingine zilikuwa refu mno wakakata. Ndio maana tuna tofauti za Zaburi. Alafu vitabu vyote hata wa Makabayo vimeandikwa nyakati tofauti. Wengine kimeandikwa baada ya miaka 100. Kasio kwamba waliandika tunafanya volume 1 kwanza, alafu tumepanga
volume 2 next week. But it took maybe 50 or 100 years, a century, to write the second Maccabees, kwa sababu matukio yanayoelezwa, na pengine sasa yule tunamuita mhariri wa mwisho, the final redactor, amechukua huko na huko na huko akaweka pamoja. Akachukua huko ni mapokeo yaliyokuwa oro. Msisahau Biblia imetoka wapi, ni oro. Anachukua huku na huku akacombine ikawa kitabu. Kwa hiyo mara nyingine kitabu cha Wafalme au kitabu cha Makabayo kina sehemu ambazo zinakinzana. Mbona hii na story hii ingepaswa kuwa kule? Kwa sababu amekuta simulizi za mdomo ambazo alipenda kuziweka pamoja, akaziweka pamoja. Baada ya muda akakuja tena simulizi nyingine, tena pengine zinagusia ile ile, akaziweka pamoja kwenye kitabu kile. Kwa hiyo vitabu hivi vina gap katikati yao, labda miaka kadhaa. Na angalia, ni usanii, kwa sababu matukio yanayoelezwa pale ni kitabu, mfano kitabu cha Danieli nimewaeleza. Kitabu cha Danieli hakielezi matukio yaliyotukia wakati wa Danieli wa uhamisho, yule Danieli wa historia. Kitabu kile kinaeleza mambo yalikuwa, kiliandikwa miaka 400 baada ya Danieli kufa. Kitabu cha Danieli kimeandikwa miaka 400 years. Hatuwezi kuimagine, hata sisi tutakuwa tumeshakuwa chokaa ya kupaka nyumba. Miaka 400 si mchezo, na kimeandikwa baada ya kifo cha 400 years. Why was it written? Kwa nini iliandikwa? Simulizi hili zilikuwa zinaendeshwa kwa oral tradition, lakini zilikuja kuwekwa pamoja hasa karne ya pili BC, wakati Wayahudi wanapata msukosuko na Wagiriki. Wakati wa Wagiriki walienda ndio Makabayo. Wakati wa Makabayo ndio kitabu cha Danieli kinaandikwa. Ili nini? Ili kiwape moyo wale walikuwa na sukosuko na Wagiriki wakati wa Makabayo. Najua Danieli na wenzake wakina Abednego na Nanten, Meshaki, na wako vijana 4 hivi 5 ambao walijulikana wakati ule wa Nebukadneza huko. Hiyo ni karne ya 5 BC, ya 6 BC, zamani sana. Lakini kinachokuja kuelezwa ni mambo ambayo yatawatia moyo wanaopitia Wayahudi wa karne ya pili BC, wakati wa Makabayo. Kwa hiyo ni vitabu hivi vimeandikwa kwa ajili ya kuna lengo. Kwa hiyo volume 1 imekusanywa wakati fulani, volume 2 ikaja kusanywa wakati fulani, na hizi zilikuwa tunaita floating stories. Zilikuwa stories zilikuwepo, lakini akaja mtu ambaye anazitumia kwa ajili ya lengo la kuwaimarisha waliokuwa wanapitia persecution na mateso. Ndio maana ya kuandika kitabu cha Danieli na Makabayo. Nafikiri nimeeleweka. Na ndio maana kuna volume 1 and 2. It took some time. It was not consecutive. Sio vitabu vilivyofuata kimoja baada ya kingine. It took maybe a gap of 100 years, 200 years. Kati ya kitabu kimoja usikiri kwamba vimefuata. Sasa ameanza na and. No. Ni vitabu tofauti, tena vimeandikwa na watu tofauti. Yule aliandika kile Samueli wa kwanza, pengine sio huyo aliandika Samueli wa pili. Ameshakufa. Ni mwingine alikuja collect pamoja stories which were around during his time, and they thought that they should be kept because they tell the history of Israel. Kwa hiyo wakaweka pamoja, jamaa huyo akacompile stories, akamwingiza Daudi ndani tayari. Mambo ya Samueli ni mambo ya Esau. Ni Esau sio? Yule Sauli. Mambo ya Sauli anaweka mahali fulani. Sasa Sauli na connection na Daudi. Kwa hiyo stories were being told and retold for years. Na yeye akaziweka sasa kwenye writing ili zisipotee.
na akaziorganize kwa wakati wake. Akaja mwingine ana collect sasa mambo ya urithi Daudi kuelekea Solomoni, ujenzi wa hekalu. Akaja wafalme waliomfuata wanasema unlike their ancestor David, these ones were scraped, walikuwa wabaya na waovu na nini. Kwa hiyo ana lengo lingine tena. Sasa ndio vitabu hivi vina volume 1, 2 na Mathayo wa kwanza, hakuna Mathayo wa kwanza, Makabayo wa kwanza, Makabayo wa pili, kuna Samueli wa kwanza, wa pili, kuna naonyesha kuna kipindi ambacho kinatofautisha hizi simulizi. Na hata Paulo nimesema kuna nafasi Paulo alikaa labda miezi 6. Kwa mfano Wakorintho wa kwanza uliandikwa miezi 6, baadaye ndio Paulo akaanza, kwa baada ya kupata matatizo yaliyokuwa kule, akaandika tena, akaanza kuandika Wakorintho wa pili, miezi 6 kati yao. Na inatokea barua kwa Wathesalonike hivyo hivyo. Wathesalonike alianza kuandika ya kwanza kwa sababu ndio barua ya kwanza ya Paulo. Wathesalonike akaandika vizuri sana. Baadaye akasikia kule kumeamka matatizo makubwa kuhusu siku ya mwisho. Problem kubwa. Watu wamesema, wengine wameshaanza kuenjoy siku ya mwisho imeshapita. They are known as glorified Christians. Wale wanasema waliookoka. Wakaanza kusema, nyinyi mnangoja nini tena? Mwisho umeshapita. Kristo amesharudi, tunaye. Mimi niko katika Kristo na Yesu yuko ndani mwangu. Mimi nimeokoka, haleluya. Walikuwepo zamani zile. Paulo anaandika Wakorintho, Wathesalonike wa pili. Anawaambia hakuna. Yesu hajaja na atakuja. Baada ya kuja yule anaitwa mpotoshaji mkuu. Tunasoma sura ya pili ya Wathesalonike, anaeleza huyo anaitwa mtu mpotoshaji mkuu. Huyo the man of Poleosis, manake the man of sin, of evil, ambaye atakuja. Na huyo akija ndio ataashiria mwisho wa nyakati. Akasema hajaja. Nyinyi mnajidai mmeokoka, kumbe hamjaokoka lolote. Bado mko hapa na lazima mpeseke bado. Na kwa kuvumilia mateso ndio njia pekee ya kufikia ufalme. Na persecutions, mateso walipitia, walikuwa nasurubiwa na kuuawa na Warumi pamoja na Wayahudi wenyewe. Paulo aliokolewa kwenye kikapu kule Tesalonike, akashushwa kwenye ukuta, wakakimbiza. Mnakumbuka hiyo? Ni wakati huo. Sasa Paulo ndio anawaandikia, mtu asijidai kwamba ameshaokoka. Mtu asijifikiri kwamba ameshaenda mbinguni. Mbinguni sio hapa, nawaambia. Ngojeni. Na wengine wakasema kama ni hivi, tena kama ni hivyo, kesho kutwa ni mwisho wa dunia bana. Kesho kutwa, kwa nini tufanye kazi? Na problem nyingine, kuna majamaa yalizoea kuzunguka kila mahali, hawafanyi kazi nyumbani. Ukiamka nyumbani unaenda kuchinja mbuzi wa mtu mnakula, kwa sababu kesho mbuzi unatunza wa nini? Wakaleta matatizo. Ndio hao ambao walikuwa ni gossipers nini, watu wa Mbeya, walizuka wa Mbeya wengi sana huko Tesalonike. Akaambiwa, why would you, mkiona mtu anakuja anazunguka mitaani huko anaeleza habari za ngowi anahusika na wewe na nini? Na asema ni katika uvivu, ni dhambi. Ndio anawaambia uvivu. Na mtu asiyefanya kazi na asile. Ndio hiyo waraka wa pili. Anawakomelia za wasawa ambao walikuja kusikia kwamba kuna imezuka watu wa namna hiyo. Kwa hiyo hizo barua za Paulo ya kwanza inaongelea jambo fulani. Ya pili inakuja kuzungumzia jambo ambalo halikuwepo wakati ule, limekuja kuzuka. Hayo yeye anajibu, anawaelekeza kama baba. Wakorintho hivyo hivyo na barua nyingine zifuatazo. Basi jamani, muda umepita. Haikuja kwenye volume kwa sababu Isaya
ni shule moja. Huwezi kusema sijui umesoma shule gani, lakini kwa mfano kama Iliboru au wapi ulisoma huko, au Mzumbe hapa, hakuna Mzumbe mbili. Ni shule, the school of Isaiah. Maana yake nini? Isaiah, kuna yule founder baba anaitwa the original Isaiah, ndio tunaita ni Isaiah wa kwanza, sura ya kwanza mpaka ya 39. Hiyo ni ya kwanza. Sasa nakuja Isaiah wa pili, ni wafuasi wa yule mzee ambao wameandika hayo wakifuata kauli zake, na unajua they had the vision. Isaiah alichowaachia urithi na namna ya kutazama mambo, hata namna ya kuandika aliwaachia, na ndio wakatutungia hiyo section juu tu Isaiah wa pili, ndio ametupa hata zile nyimbo kuu za mteso wa Bwana, sio juu tu Isaiah, mpaka sura ya 55 ikaja 56 mpaka 66. Hapo ni Isaiah wa tatu, ambaye huyu anaelezea mambo ya mwisho wa uhamisho, in a positive side, na mateso yanayotokana na wale wanaorudi uhamishoni, mgongano uliotokea, na anawapa moyo. Ni kitabu cha kutupa moyo katika nyakati za mwisho, the to Isaiah. Kwa hiyo ndio hivyo ilivyo. Kwa hiyo Isaiah haikuwekwa kwenye vitabu tofauti kwa sababu ni shule moja. Sawa? Tuachie hapa. Asante sana jamani kwa kuja